mama yangu, kuna mwaka nikiwa na umri wa miaka kama 10, kulikuwa na njaa mwaka, sikumbuki ilikuwa ni mwaka 80 na ngapi, kulikuwa na njaa ya watu wa kufa kabisa. Na mama yangu hakuwa na ng'ombe za kulimia, alikuwa anategemea jembe la mkono. Na mwaka huo jua liliwaka, hakuna mtu aliyevuna. Kwa hiyo mama akawa anatoka na mimi anatembea kijiji hadi kijiji akiomba msaada wa chakula. Mtu mwenye huruma ndo anamgawia kibakuli cha mboga mtama, anaweka mpaka jioni anapata sado. Alafu akitoka kule sasa kwenye kutembea kijiji na kijiji akiomba, hakuna hata senti ya kupeleka mashineni. Ndio apige magoti kwenye jiwe la kusagia, aanze kusaga mtama mpaka utoke unga atupikie tule. Kwa hiyo ndo nikaokoka na hiyo hali. Nikawa bado hiyo hali inanisumbua ya umaskini. Kwa hiyo ile hali ya kukua katika hayo mateso, nikawa naona ni kama haiwezekani kuwa tajiri. Mimi nakwambia hivi, hata kama hicho kifungo kimedumu kwenye maisha yako muda mrefu, muamini Mungu, kwake siku moja ni kama miaka 1000. Kitakuachia kwa jina la Yesu. Hata kama unaona kabisa kupona na kuwa mzima itakuwa ni shida, amini, yote yanawezekana. Kama umeokoka usimwache Yesu, mshikilie, endelea kumtafuta, usikate tamaa, endelea kuomba, usivunjike moyo, kwa sababu Mungu sio mtu aseme uongo, wala sio mwanadamu ajute. Siku Jumapili tuko kanisani kwenye ibada ya Jumapili, tunamwabudu Mungu, nasikia uwepo wa Mungu, nikaona mbingu zimefunguka. Kumbe hii blue unayoiona hiyo hapo ni geti. Ni geti la Mungu linalozuia watu wasimuone. Ila ukimpendeza kuna siku atakufungulia pa. Nikaona watu wawili wanafungua lile geti. Mmoja analivuta huku, mwingine anavuta upande wa pili. Mageti mawili yakaachia pa. Nikaona mtu mfano wa mwanadamu, kijana, anashuka, amebeba furushi kwenye mfuko kama wa sulfate. Wale ambao mmechima madini Mererani, kuna kwaka na mfuko wa sulfate wa kubebea madini. Ameushika hivi, anashuka nao, halafu ananielekea mimi. Nikawa nasema huyu mtu anaenda wapi? Halafu najiuliza, tuko tunaabudu. Yaani watu wako kwenye ibada, kila mtu anaabudu. Saa 5:05 hivi. Halafu kule kwenye mfuko amebeba nini? Kwa hiyo nikawa najaribu kudadisi nione. Na kwa sababu alikuwa ameniridhia, nilianza kuona ndani ya mfuko kulikuwa na nini. Nikaanza kuona kulikuwa na utajiri, udumuo na haki pia. Utajiri usio na kipimo, usio na kiasi, usio nyauka. Ndani yake kulikuwa na heshima, ndani yake kulikuwa na uzima. Biblia inasema thawabu ya unyenyekevu, ambayo ni kumcha Bwana, ni utajiri na heshima, nao ni uzima. Yeah. Akazidi kunikaribia. Kwa hiyo aliponikaribia, akasimama hivi mbele yangu, akanipa kile kifurushi, na mimi bila kusita nikakipokea kwa mikono miwili na kwa shukurani kubwa. Alafu akasema, unapenda nikwambie? Akaniambia, ni urithi, nimekurithisha, nenda ukawaite na wengine waje warithi. Petro anautaja urithi huu kuwa ni urithi usionyauka, usiopungua, uliotunzwa mbinguni kwa ajili ya wote watakaoitika wito wa wokovu. Na ndio maana unaweza kuona kwenye bango hili Mungu aliniambia nenda kawaite na wengine waje warithi. Kwa hiyo ndio maana nimeandika njoo urithi utajiri wa wokovu na uzima wa milele. Kwa hiyo nilivyopokea
Kumbuka ninazungumza kifungo cha maarifa na ufahamu, kilichonifunga kwenye lindi la umaskini wa kuzaliwa kwenye familia. Lakini Mungu anawaokoa watu wa aina hiyo, anawatofautisha na vizazi vyao. Ninakuombea Mungu akutofautishe kwa jina la Yesu aliye hai. Nasema uwe wa kwanza kutofautishwa. Sikiliza watumishi wa Mungu wenzao, yaani Mungu asiposhughulikia hicho kipengele, yaani utoki eneo hilo kabisa. Kwa hiyo mimi niko kanisani, lakini kuna kitu kilikuwa kimefunga ufahamu wangu. Kwa hiyo aliponipa ule utajiri nikaupokea, alafu ufahamu wangu pale pale, kitendo cha kupokea ukabadilishwa. Yaani ni kitendo cha kufumba na kufumbua. Nikawa mtu mwingine, ninayehisi utajiri, ninayehisi mafanikio. Na kipindi ninapokea hiyo, ndo wakati nalala na njaa. Kwa imani nikabadilishwa. Na ndio maana imani ina tabia tatu. Tabia ya kwanza, imani huyataja yasiyokuwako kana kwamba yapo. Imani hutangaza ushindi kabla ya vita. Imani hutangaza mwisho ulio bora katikati ya mwanzo mbaya. Haijalishi una wakati gani mbaya, haijalishi unaumwa kiasi gani, haijalishi umezungukwa na mikosi kiasi gani, lakini ninauona mwisho ulio bora mbele yako. Usiyesema ame utakuwa umefungwa. Nasema ninauona mwisho ulio bora. Sema amen. Ibada ya asubuhi kaisha, tukaenda mtaani kushuhudia injili. Tukarudi jioni baada ya yale maono, nikawa na furaha sana. Wakati tunaimba jioni, nilikuwa nimemwambia kiongozi wa sifa, kuna wimbo wangu naomba unisaidie kuimba pamoja na nyimbo zako ulizopanga. Na wimbo wenyewe ulikuwa unasema hivi: yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani. Anayeimba mambo yake yote yawezekane. Yote yawezekana kwa mbinguni tunakwenda kwa imani, na Yesu tutamona kwa imani. Kwa imani yote yawezekana. Magonjwa tunaponywa kwa imani, na afya tunapata kwa imani. Kwa imani yote yawezekana. Baraka utapewa kwa imani, maisha yatabadilika kwa imani. Wakati yule kiongozi wa sifa anaimba huo wimbo, wingu la Mungu likashuka. Watu wakaanza kunena kwa lugha, na mimi nikaanza kunena kwa lugha. Alafu yule mtu aliyekuja kunikabidhi ule utajiri wa wokovu na uzima wa milele akashuka tena, akaja akasimama upande wangu hapa wa kushoto, na mimi nikatambua ni Bwana. Nikamsemesha safari, mimi ndo nilianza kumsemesha. Yaani kuna wakati Mungu anaweza kukupa neema ukazungumza naye ana kwa ana. Bwana akupe hiyo neema kwa jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Nikamwambia Bwana, yani Bwana, nilikuwa maskini hivi, umenifanya kuwa tajiri hivi. Moja ya mambo ambayo nawafanyaga wanakwaya msifanikiwe ni hii tabia ya kuja kutuimbia alafu mnawahi kuondoka. Yaani mtabaki hapo.
maisha yenu hayatakaa badilike. Kwa sababu sisi huwa tunawaheshimu, tunasubiri muimbe mpaka mmalize, hatuondoki. Sisi wakati tunahubiri mnajifanya mna haraka mnaenda. Yaani nyinyi afadhali hata msinge kuja. Bwana asifiwe sana. Kama mngekuwa na roho ya utii mngerudi, lakini kwa sababu mnajeuri na kiburi mnaendelea kwenda. Nendeni. Ifike mahali walokole tujifunze nidhamu kwa Mungu. Mungu wetu hawezi kuheshimiwa kwa sababu sisi wenyewe hatumheshimu. Huwezi kusema mlevi aje heshimu Mungu wa walokole wakati wewe mwenyewe mlokole umemzoea. Sema amen, haleluya. Nikamwambia, Bwana, nilikuwa maskini hivi, umenifanya kuwa tajiri hivi. Akaniambia, nitakukuza uwe kama Ibrahim. Na ukumbuke wakati Mungu anasema na mimi hivyo, ndio wakati mimi nashindwa kulipa kodi 4,000. Lakini nazungumza hapa, hayo maisha yamebaki historia. Kweli kile alichosema Bwana kinatimia hatua kwa hatua, imani kwa imani, utukufu hadi utukufu. Na ninakuombea neema hiyo iwe juu ya maisha yako, iwe juu ya watoto wako. Bwana akupandishe imani hata imani, akupandishe utukufu hadi utukufu, akupe heshima kwenda heshima nyingine. Piga kelele kama unaamini, sema amen. Hautabaki kama ulivyo. Endelea kumwamini Mungu na usirizike. Usirizike kiwango cha maombi unayoomba. Usirizike kiwango cha neno unalosoma. Usirizike kiwango cha huduma unayofanya. Kataa kurizika. Endelea kutaka, endelea kutamani, kwa sababu kutaka kwako na kutenda, Mungu atatimiza mapenzi yake kwako. Kama unaamini sema amen. Muamini Mungu. Muamini Mungu. Sema amen. Sema kwa sauti amen. Sasa vifungo vingi hujificha nyuma ya historia ya kushindwa. Yaani ile historia yako ya kushindwa ni kichaka ambacho shetani hukitumia kuficha mateso, maumivu, umaskini, kushindwa, kukataliwa, kukata tamaa, kurudi nyuma na kuamua kufa. Historia ya kushindwa. Kuna binti yuko anatamani kuolewa, lakini ana historia ya kuchumbiwa na kuachwa. Kuchumbiwa na kuachwa. Kwa hiyo shetani ametumia hiyo historia kuvuruga na kuvunja kila uchumba unaoanza. Hiyo historia ninaivunja leo, ninaanzisha historia mpya isiyobadilika. Shetani hutesa watu kwenye magonjwa kwa kupitia historia. Historia ya magonjwa katika ukoo wao. Kuna kijana mmoja aliwahi kulia mbele yangu, nikasikia huruma sana. Lakini kwa bahati mbaya alikuwa amekubaliana na hiyo hali, na sijajua mpaka leo bado anaishi au ameshafariki. Tulikuwa tumekutana sehemu kwenye msiba. Huyu kijana alikuwa ni kijana katika sekondari moja ambayo mimi nilikuwa mchungaji mlezi. Lakini alikuwa amemaliza form 4 muda mrefu. Akafanikiwa kwenda sekondari ya advance. Akaenda chuo, amepata kazi, ameoa na ana watoto 2. Kwa hiyo aliponiona baada ya muda mrefu akanikimbilia. Akaniambia, mchungaji, nimefurahi kukuona, lakini mimi nakufa. Akaanza kulia machozi. Akalia machozi, kijana wa kiume, mtu mzima. Analia machozi yanatiririka, na kufa mchungaji. Unavyoniona hivi nakufa. Nikamwambia, unakufa na nini? Mbona uko sawa? Akaniambia, mchungaji, kilichomuua babu yangu mzaa baba yangu
nikamuua baba yangu, nimepimwa, nimeambiwa ninacho, na tangu wazee wangu hao walipogundulika wanacho, hawamalizi mwaka wanafariki. Kwa hiyo mchungaji, unavyoniona hivi, siku zangu zinahesabika. Unaona kifungo cha mauti kimejificha nyuma ya historia ya familia. Inawezekana kifungo chako cha umaskini kimejificha nyuma ya historia yako, kama jinsi ambavyo na mimi historia ilinipa ugumu wa kuamini kwamba maisha yangu ya kiuchumi yanaweza kubadilika, kwa sababu ni mtu niliyezaliwa katika mazingira na kukuzwa katika mazingira ya umaskini sana. Lakini nataka nikwambie hivi, hakuna lisilowezekana kwa huyu Mungu tunayemtumikia. Haleluya. Binti mmoja, msichana mmoja alikuwa anasoma Makumira sekondari. Nilikuwa nimepata nafasi ya kwenda kuwaombea watoto wa form 4 pale. Binti mmoja akaja analia machozi, anasema ukoo wetu wote hakuna mtu aliyewahi kuvuka form 4, wote tumeishia hapo. Na mimi ninaona dalili zote, moyo wangu una wasiwasi sana, kwa sababu hata watoto wa wajomba na mashangazi wote, na mbaya zaidi, wanazalia nyumbani. Mchungaji, Mungu wako anisaidie, Mungu wako anihurumie. Nikamwambia, wewe, kupitia wewe huo mnyororo unakatika saa hii. Mnyororo wowote uliofunga ukoo wako unakatwa saa hii kwa jina la Yesu. Unakatwa saa hii kwa jina la Yesu. Mnyororo wa kutokufanikiwa kielimu ninaukata kwa jina la Yesu. Huo mnyororo wa magonjwa na ukata kwa jina la Yesu. Mikosi na balaa nakata kwa jina la Yesu. Nasema mnyororo wa mauti ninaukata. Piga kelele, sema katika. Ongeza sauti, sema vunjika. Piga kelele, sema amen. Ongezee base kidogo. Bwana asifiwe sana. Unaona Kwa hiyo akapiga magoti, nikamwombea kwa imani, nikamwambia, wewe ndiyo mtu wa kwanza kwenye ukoo wenu, umefungua dirisha la mafanikio. Utafaulu kwa ufaulu wa juu, utaenda form 5 na 6, utafaulu ufaulu wa juu, utaenda chuo kikuu, utakuwa mtu wa kuangaliwa kwenye ukoo wako. Yule binti baada ya matokeo ya form 4 akapiga vizuri, akaenda form 5 na 6 na akafaulu, akaenda chuo kikuu. Nasema hivi, zile kamba zilizofunga mafanikio yenu zinavunjwa kwenye mkutano huu, zinaharibika kwenye mkutano huu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, kwa damu ya Yesu. Piga kelele, sema haribika. Hivi unaelewa, mimi baada ya kufunguliwa nilikuwa mtu wa kwanza kwenda na gari yangu pale kijijini kwetu nikapaki. Na unajua mimi nimetokea kwenye kijiji ambacho ni Waislamu watu Kondoa kule. Wale Waislamu wakasema, haki ya Mungu, mjini walokole wamemsaidia. Ni kweli, ukishikamana na walokole wa kweli, na kuambia hivi, unasaidiwa. Hutasaidiwa na watu, lakini utasaidiwa na Bwana kupitia watu. Maana Mungu ana watu wenye msaada wake. Bwana akuinulie watu watakao kusaidia kwa jina la Yesu. Nasema Mungu akuinulie watu watakao kusaidia kwa jina la Yesu, watakao kushika mkono wa kutoa hapo. Sema amen. Sasa
Kwa ufupi, nataka nizungumze aina za vifungo maarufu kwenye maisha ya watu. Kuna kuwaga na vifungo maarufu vifungo maarufu, yaani hivyo ni famous bondage, vifungo maarufu. Yaani kwa mfano tukifanya sensa hapa hivi, kama tuko 300 au 400, tutapata watu 350 wana hicho kifungo sana, na watu wengi wamehesabu hali hizo kama ni za kawaida. Lakini kupitia hiyo hali, shetani amefunga maisha ya watu na ameharibu maisha ya watu sana. Wangapi wanapenda niendelee? Katika hizi aina za vifungo maarufu nitazungumza aina moja tu peke yake, alafu taingia kwenye maombi. Na leo nitaombea pia watu. Kuna watu tuliwabakisha kiporo, leo tunawamalizia. Na kuna watu wapya wamekuja wanahitaji msaada, watapata msaada. Nasema utapata msaada kwa jina la Yesu. Hata kama maagenti wamejipanga kuzuia, hawatazuia msaada wako utokao juu. Kwa kuwa Bwana amezikumbuka sadaka zako, amekupelekea msaada kutoka patakatifu pake. Hebu inua mkono, sema napokea msaada. Sema amen. Sema kwa sauti amen. Sasa kifungo cha kwanza kabisa ambacho ni maarufu na kimeharibu maisha ya watu wengi bila wao kujua, kinaitwa kifungo cha ndoto mbaya. Hem, sema ndoto mbaya. Sikiliza, usiote ukafikiri ni kitu cha kawaida. Kwa nini ndoto? Kwanza, ndoto ni kitu gani? Ndoto nazozungumzia ni ndoto za usiku. Wakati umelala, kuna vitu vinakuwa vinaendelea. Sasa tafsiri ya msingi ya ndoto, ndoto ni picha ya mambo yanayoendelea katika ulimwengu wa kiroho wa mtu anayeota ndoto. Ni picha ya uhalisia wa mambo yanayoendelea katika ulimwengu wa huyo anayeota ndoto. Kwa kawaida kuna aina mbili za ulimwengu. Aina ya kwanza ni ulimwengu huu hapa wa damu na nyama, ambao sisi sote tunaonana. Yule pale ni mama, yule ni kaka, yule ni baba, hawa ni wachungaji. Huu ni ulimwengu wa kawaida, ulimwengu wa kimwili. Lakini kuna ulimwengu wa pili, ni ulimwengu wa roho. Sasa katika hizi aina mbili za ulimwengu, aina ile ya kiroho ya ulimwengu ndiyo ulimwengu mama. Ulimwengu wa roho ndio unaozaa ulimwengu wa kawaida wa kimwili. Sasa basi, vifungo vyovyote vinavyowapata watu na kuwatesa huwa vinaanzia katika ulimwengu wao wa kiroho. Jambo lolote kabla halijakupata linatokea kwanza katika ulimwengu wa roho, alafu linadhihirika katika ulimwengu wa kimwili. Sikiliza, na ndiyo sababu usiote ndoto chafu, ndoto mbaya, ndoto inayotisha, ndoto ambayo inaogopesha, alafu ukasema ni ndoto tu. Sio ndoto tu, ni jambo ambalo linaanzia ulimwengu wa roho kukupata. Sikiliza, kama ukishindwa kudhibiti ulimwengu wako wa kiroho, basi hutaweza kudhibiti maisha yako katika ulimwengu wako wa kawaida. Sikiliza, kama wewe ni maskini, ujue hayo ni matokeo ya ulimwengu wa kiroho.
Kama wewe ni kahaba, wewe hujawahi kuota ndoto unazini na mwanamke kwenye ndoto, halafu mchana kutwa unatembea unasikia tamaa ya uzinzi. Manake ni vitu vinaumbwa katika ulimwengu wa roho na vitatokea kwenye maisha yako. Biblia inasema Farao akaota ndoto, masuke manene mazuri yakala masuke membamba yaliyokonda. Ng'ombe wembamba, masuke membamba yakala masuke mazuri. Halafu ng'ombe zilizokonda zikala ng'ombe nono. Akashtuka, akasema ni ndoto. Lakini mambo yale yalitokea. Kuna watu maisha yenu yameharibika, lakini chanzo ni ndoto. Kuna mwanamke yuko hapa na mwanaume ananisikiliza, ndoa yake haina amani, hawana maelewano mazuri, wana mikwaruzano ya mara kwa mara, hawawezi wakazungumza kama mke na mume wakaelewana vizuri, wana mambo ya kerana sana. Lakini chanzo kifuatilia, utampata huyu mwanamke au huyu mwanaume, kuna ndoto zinaendelea katika ulimwengu wake wa kiroho za mapenzi na wanawake wengine au na wanaume wengine. Sikiliza, siku moja niwahi kuota ndoto fulani, na kuna watu wao wanaota ndoto, unaota ndoto ya kutisha, unaamka jasho linakutoka, moyo unaenda mbio, alafu unajifariji, kumbe sio kweli, kumbe ni ndoto. Wewe usijidanganye, hicho kitu usipokishughulikia kitakutokea. Ngoja nikuonyeshe. Siku moja nimelala, nikaota ndoto, kundi la wachawi wako kama 7 wananitafuta, wanaulizia, Paskali uko wapi? Paskali uko wapi? Paskali uko wapi? Paskali uko wapi? Wakanikuta mimi nimekaa nyumbani kwangu kwenye kibaraza cha nyumbani pale hivi. Alafu nilikuwa nina fimbo nimeiweka hapa hivi, ninaendelea tu kutafakari. Walipofika mbele yangu, mmoja akasema, ni huyo hapo, mpige. Mpige. Na wewe unaotaka ndoto za kupigwa, chunguza maisha yako ya kawaida, utajipata umepigwa kwenye ndoa, umepigwa kwenye uchumi, umepigwa kwenye afya, umepigwa kwenye tabia, yaani unapigwa maeneo mengi. Ulifikiri tu ni ndoto. Yule aliposema ni huyo hapo, yule kiongozi wao akasema mpige. Walikuwa na fimbo moja ngumu kama zile fimbo za Wamasai, zile zenye za mti mgumu nyeusi zile, ambao kipasuliwa kichwa ni hapo hapo lazima ufe. Aliposema mpige, akashusha fimbo kunipasua kichwa. Kwa bahati nzuri nilikuwa makini na mwepesi, nikawahi kuokota fimbo yangu, nikakinga namna hii. Kwa hiyo fimbo yangu na fimbo yao zikagongana, pa! Fimbo yao ikavunjika, pa! Kipande kadondoka. Wakasema piga, nikakinga, pa! Fimbo yao ikavunjika ikadondoka. Wakasema piga, pa! Ikavunjika tena na tena na tena. Kikabaki kipande ambacho walikuwa hawawezi kukitumia tena. Wakakimbia. Nikaamka kwenye ile ndoto, moyo unaenda mbio, speed na hema. Hata sikumwamsha mke wangu. Nikatoka polepole nikaenda sebuleni, kwa sababu mimi naelewa hayo matukio sio ya kawaida. Nikapiga magoti sebuleni, nikasema, Bwana, najua kwa hakika kwa ushuhuda wa Roho Mtakatifu hao ni wachawi kweli na wala sio ndoto ya kawaida. Lakini nakushukuru katika wewe, kama ilivyoandikwa, na ashukuriwe Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, atupae kushinda kwa Bwana wetu Yesu aliye hai. Kama nilivyoona kwenye maono hayo na ndoto ile, fimbo yao ikivunjika, nafahamu fimbo ni mamlaka. Kwa sababu hiyo nimevunja mamlaka ya mashetani juu ya huduma yangu, juu ya ndoa yangu, juu
juu ya watoto wangu, juu ya afya yangu, juu ya vyote nilivyo navyo. Emsema kwa jina la Yesu, ninavunja mamlaka ya shetani juu ya ndoa yangu, huduma yangu, watoto wangu, biashara yangu, kazi yangu, afya yangu, na lolote nililonalo. Saa hii fimbo ya shetani vunjika. Unayeamini imevunjika, simama, ruka juu, sema amen. Yeah! Nikapiga maombi mpaka saa 12 asubuhi. Tangu saa 9 nafungua mlango, nikakutana na shemasi aliyelala kanisani kwa zamu kama mlinzi. Akasema, baba, kuna jambo baya limetokea kanisani. Jambo gani? Sijajua ni kitu gani, lakini kuna watu wamekuja usiku kanisani ambao mimi sikuwaona. Lakini nilipotoka nimekutana na jogoo mkubwa sana kama mtoto wa mbuzi. Amekufa, damu bado mbichi, lakini wamemuua kwa kumnyonga shingo. Damu zinatoka mdomoni na miguuni amefungwa. Kumbe wakati mimi naona yale mambo, ndio wachawi wanaloga kanisani kwa lengo la kunimaliza. Alafu wewe uko pale unaota ndoto, na kuna ndoto ambazo ukiota inaambatana na mauti. Kwa mfano, unaota unakula sana mara kwa mara. Kama unaota unakula sana mara kwa mara na umeokoka, utaanza kuona kila kitu kwenye maisha yako kinakufa. Maombi yataanza kufa. Kiu ya kusoma Biblia yako inaanza kupotea. Utaanza kuona hata hamu ya huduma inashuka. Utaanza kuona afya yako inadhorota. Unakuwa ni mtu wa kuchoka, mtu wa kusikia uzito na maumivu kwenye mwili. Sikiliza, Yesu anapotaka kuwapa watu uzima, anajitoa wamle yeye kama mkate. Kwa hiyo mashetani pia vile vile wakikupa chakula chao, wanakupa chakula cha mauti. Yesu anatoa cha uzima, mashetani wanatoa cha mauti. Mara ngapi umeota unakula nyama? Kuna mama mmoja nilimsikia anashuhudia kanisani kwa mchungaji wa kanisa letu. Huyu mama alikuja kuombewa pale, anaota ndoto za kula nyama kila mara. Anasema, mchungaji, siku moja nimeota ndoto nakula nyama, yani nyama. Nikashtuka kwenye ile ndoto, nikaona kuna kitu mdomoni. Kutoa hivi nikatoa nyama kabisa, nyama mbichi. Naumwa kila mara. Wewe unaumwa hujui nini kinachokuuma. Fuatilia ndoto unazoota. Sikiliza nikupe ushuhuda wa ndoto nyingi. Kuna watu mnaishi maisha ambayo sio yenu, lakini matokeo yalitoka kwenye ndoto kiuchumi. Siku moja niliota ndoto navuka mtoni. Pale mtoni kulikuwa na majani mengi. Kwa hiyo nilivyovuka nikamwona mtu ambaye namfahamu, ni jirani. Ana duka lake. Nikamsalimia. Nilipompa kisogo akanikaba. Kumbe alikuwa na wenzake wamejificha kwenye majani. Akawaambia, njooni tumpore, ana pesa. Na mimi sikujua kweli kama ana pesa, lakini aliposema tumpore ana pesa, nikajiangalia. Nikaona kweli, mbona nina 10,000 nyingi. Kwa hiyo nikashtuka kwenye ile ndoto, wananipora, tunaporana, yani tunashindana. Nikasema kumbe ni ndoto. Nikalala. Kesho yake ndoto ile ile ikarudi. Yule mtu pale pale ananinyang'anya pesa. Hapo napo nikafanya uzembe. Nikasema hii ndoto mbona imejirudia? Kuna mtu mmoja hapa alituambia jana, kuna ndoto anaota inajirudia mara 10. Simesikia jana? Mara 10. Sikiliza, ndoto yoyote inayojirudia rudia, tena ndoto isiyo na sura nzuri, isiyokupa amani, isiyokupa wepesi, isiyokupa furaha, inayokupelekea uwe mzito, usikie kuchoka, usikie kukata tamaa, hizo ni kamba unafungwa katika ulimwengu wa roho.
Kama unanielewa punga mkono. Siku moja tuliwahi kumshuti bibi fulani alikuwa anatembelea nyumbani. Nitarudi kwenye huu shuhuda wa Feza. Alikuwa anapenda kuja na sisi tunasema tu ni mtu anatupenda. Kumbe ni mchawi. Baadaye sisi tuko na tabia kuwauliza watoto wetu, umeamkaje? Tumeamka vizuri. Umeota nini leo? Mtoto mmoja akasema yule bibi anayekujaga hapa nyumbani nimemwona alikuwa anakuja kuniita usiku. Anakuita kabisa. Sasa usikubali akikuita. Sawa? Tukamwombea, tukapiga au tukamleta tukamweka kati. Tukampa kipigo mimi na mke wangu. Na tukampa marufuku ya kukanyaga getini. Huo na tabia kuuliza watoto wako umeota nini leo? Unaweza kuwa unaishi na mchawi hata hujui. Mimi nakueleza. Kwa hiyo baada ya kuota na nyang'anywa pesa nikaona mbona ni ndoto. Ikapita kama wiki, yani nikaanza kuishiwa mpaka hela ya kibiriti nakosa. Yaani nakosa mpaka 5,000 ya kuweka mafuta niende mjini na gari nakosa. Mpaka napanda daladala, imagine. Sasa baada ya mambo yamekuwa magumu kabisa, ndio nakuja kukumbuka ile ndoto baadaye Nikasema kumbe kile kitu ni halisi. Ndio nikachukua hatua ya maombi ya siku 2, masaa 48. Nikawa na kesha madhabahuni. Kwa sababu ile ndugu nilikuwa namfahamu na jina lake, nikawa namuita, fulani, rudisha hela ulizochukua. Rudisha hela ya matumizi. Rudisha mafuta ya gari. Rudisha ada za watoto. Rudisha matumizi nyumbani. Rudisha. Nikampasua siku ya kwanza. Nikampasua siku ya pili. Bwana akaniambia amerudisha. Na nitakupa ishara. Nilikuwa nimealikwa kwenye conference ya Easter conference ya wanafunzi wa Kasfeta kule Kisongo. Nikamwomba mzee wangu wa kanisa niazime 5,000. Akanipa 5,000 nikaweka mafuta na nikaenda kuhubiri kule. Lakini nikapiga upako ukashuka, watoto wakaanza kuniletea 200. Walikuwa kama 500. Yaani nikajaza begi. Bwana akaniambia hela zako amerudisha. Sema haleluya. Yeyote aliyekamata uchumi wako arudishe saa hii. Arudishe saa hii. Arudishe saa hii. Nasema rudishe. Kesho nitakuwa na operation kubwa sana ya kuhakikisha kila kilichoshika hatua zako kinakuachia. Usiyesema ame unaungana na wachawi kufunga watu. Nasema kuhakikisha kinakuachia. Kesho njoo na mtu yeyote anayetamani kufunguliwa. Unajua yule ndugu alikuwa na duka, kumbe bwana alikuwa anakuja kichawi anaiba pesa zangu anajaza duka lake. Na hiyo mimi naweza kuthibitisha kwa sababu nina rafiki yangu ana duka, mchungaji. Sitaki kumtaja jina. Lakini mtu mwenye nguvu sana katika wachungaji Tanzania. Ana duka pale kanisani kwake linauza vocha. Kwa hiyo huwa wanaenda kununua vocha za jumla kwenye duka fulani. Siku hiyo hakupata nafasi ya kwenda, akamwelekeza mshirika akamnunulie vocha. Lakini mara zote wakiuza vocha, pesa za vocha hazionekani. Lakini kwa sababu tu sasa kuhifadhi na kutunza wateja lazima waendelee kuuza. Akamtuma yule mshirika ambaye hajawahi kununua chochote pale wala hajulikani. Alipofika tu dukani hivi, akasema nataka vocha za jumla za hii pesa. Yule muuza duka alipozishika zile pesa akaziangalia, akasema najua hizi pesa ni za nani? Ni za mama mchungaji fulani. Yule kijana moyo kapasuka, amejuaje? Akaenda kumweleza mama mchungaji wake. Alipoambiwa mama mchungaji akasema, kumbe ndio maana sioni kabisa mauzo ya vocha. Kumbe kila kipeleka hela zinachukuliwa. Yule mchungaji akatoka kwa hasira ya Roho Mtakatifu akasimama mbele ya lile duka. Akasema kuanzia leo wewe duka unaiba pesa za watu kichawi, nimekufunga. Hutafunguliwa milele.
na watu hawataliona. Mpaka leo hilo duka liko Mbeya limefungwa. Kuna watu wananufaika na maisha yako. Emsema kwa jina Yesu. Yeyote anayenufaika na maisha yangu kupitia ulimwengu wa roho kwa njia ya ndoto, saa hii haribika, haribika kwa jina la Yesu. Simama juu. Nataka usogee hapa, sogea hapa. Sogea, wewe usisogee. Simama hapo hapo. Sogea mwisho huyu kijana hapa. Na mwisho huyo binti hapo. Usivuke hao watu wawili hapo. Usivuke hapo. Mwisho pale. Sogea mara moja. Si kwa majeshi wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. Si kwa majeshi, si kwa majeshi wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. Nguvu za giza, nguvu za giza zote zimeshindwa, zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. nguvu za giza. Nguvu za giza, Funika macho, inua tu mikono yako. Zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. nguvu za giza. Nguvu za giza zimeshindwa, Kwa jina la Bwana Yesu. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna popote, hakuna mwenye ishara kuu kama wewe Mungu. si kwa majeshi wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. Si kwa majeshi wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. Nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Funika tu macho, tulia kimya, usiangalie mtu. Kuna namna maisha yako yamezuiliwa muda mrefu, na Bwana anakukumbusha. Kuna ndoto inarudi mara kwa mara, na ndoto hiyo kila ukiota una experience, unapata uzoefu wa kuchoka, kukata tamaa. Na hiyo ndoto ukiota lazima uumwe kitu fulani, lazima uumwe kichwa, lazima uumwe tumbo,
lazima ujisikie vibaya. Hicho ni kifungo cha giza. Kifungo hicho leo kinakuachia mara moja. Nasema huo mnyororo unavunjika mara moja. Hicho kifungo kinakuachia mara moja. Kinakuachia mara moja. Kinakuachia mara moja. Kinakuachia mara moja. Imeandikwa, nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna cha kuwadhuru. Tena lolote mtakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na mtakalolifungua duniani linafunguliwa na mbinguni. Kifungo chochote saa hii kinafunguliwa. Mapepo yaliyofunga maisha yako yanafunguliwa na yanatimuliwa. Kila roho iliyokamata afya yako inakuachia saa hii. Kila nguvu iliyozuia huduma yako inapigwa saa hii. Nasema inapigwa saa hii. Inapigwa saa hii. Kila moja inua mikono, pokea mamlaka hiyo saa hii. Kabla yote fanya sala ya toba kwanza, ili ujipatanishe na hiyo mamlaka. Inua mikono, sema Bwana Yesu, ninatubu makosa na dhambi zangu zote. Ninatubu makosa na dhambi zangu zote. Sema kwa sauti kabisa na usikike, natubu makosa na dhambi zangu zote. Natubu makosa na dhambi zangu. Unisamehe hatia zote za moyo wangu. Unisamehe hatia zote. Uzifute kabisa kwa damu yako. Uzifute kabisa kwa damu. Unipe uhalali wa kuyatumia mamlaka ya jina la Yesu. Unipe uhalali wa kutumia mamlaka. Yesu. Yesu. Safisha moyo wangu. Safisha moyo wangu. Safisha nafsi yangu. Safisha nafsi. Safisha mawazo yangu. Safisha mawazo. Sasa niko tayari. Sasa nipo tayari. Safisha kinywa changu. Safisha kinywa changu. Ili kwa kinywa hiki. Ili kwa kinywa hiki. Uvunje kazi za shetani. Uvunje kazi. Maana imeandikwa. Mauti au uzima. Mauti au vipo katika uwezo wa ulimi wa mtu. Vipo katika uwezo wa lolote nitakalo litamka litakuwa kama ufunguo. Litakuwa kama ufunguo utakaofungua milango yote iliyofungwa. Utakaofungua milango ya baraka na mafanikio yangu. Ya baraka na mafanikio. Itakuwa kama shoka. Itakuwa kama shoka. Litakalo-kata minyororo yote. Litakalo-kata minyororo yote. Ya shetani. Ya shetani. Mapepo. Mapepo. Sema kwa sauti, wachawi. Wachawi. Roho za kuzimu. Roho za kuzimu. Roho za umaskini. Roho za umaskini. Roho za vizuizi. Roho za vizuizi. Haribika mara moja. Haribika kwenye maisha yangu. Achia ndoa yangu. Achia ujana wangu. Achia watoto wangu. Achia masomo yangu. Sahi. Kwa sauti sahi. 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 Haya, chomoka shetani. Chomoka sahi. Chomoka sasa. Toka uende. Toka uende. Toka uende. Kila moja kemea kwa sauti kabisa. Kemea hiyo hali unayoiona inakusumbua. Kemea hiyo hali ya kifungo. Kemea hiyo hali ya mateso. Kemea hiyo roho iliyokamata maisha yako. Hiyo roho inayozuia maisha yako. Inayozuia mafanikio yako. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu sikusikii. Sisikii. Sioni kama kuna mtu anaomba pale. We binti pale, omba. Hizo ndoto chafu. Hizo ndoto chafu. Saa hii hivyo vifungo vya ndoto za kuzimu bomoka sasa. Bomoka sasa. Bomoka sasa. Bomoka sasa. Bomoka sasa. Haya anguka. 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 Achia. Achia. Achia mara moja. Achia mara moja. Wewe pepo uliyefunga uzazi. Uliyefunga uzazi. Haya chomoka, achia. Haya chomoka, achia, ongeza lo kidogo. Haya achia. 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 Wewe pale. Wewe pepo pale. Wewe pepo pale. Uliyekaa pale kichwani. Wewe uliyekaa hapo kichwani. Wewe uliyekaa hapo kichwani. Achia hilo tumbo. Achia hilo tumbo. Achia huo mgongo. Achia kila mahali. Achia kila mahali. Achia kila mahali. Achia kila mahali. Kwa jina la Yesu. Wewe pepo. Aya, toka pale. Toka pale. Toka pale. Toka pale. Toka pale. Toka pale. Haya achia. 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 Haya achia.
Tulia kimya. Tulia kimya, endelea kufunika macho. Funika tu macho, tulia tu kimya. Kuna vitu vinatoka kwenye mwili wako saa hii. Kuna unaondoka saa hii. Kuna vitu vinatoka kwenye mwili wako. Nasema hivi, kuna vitu vinatoka kwenye mwili wako, vinakuachia. 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 Vinakuachia muda huu saa hii. Ninavyozungumza hizo kamba zinafunguliwa. Msiweke karibu sasa, mtu huyu hapa atanizuia. Msogeze nyuma kule. Hizo kamba zinaachia. Ninazungumza zinavunjika. Kuna malaika wamesambaa hapo, anapita mtu kwa mtu anamfungua sasa. Kama yule malaika aliyetumwa gerezani kumfungua Petro, minyororo ikadondoka. Hiyo minyororo inadondoka sasa kwenye maisha yako. Hiyo minyororo inadondoka. Hiyo minyororo inakuachia kwenye mikono, inakuachia kwenye miguu, inakuachia kila mahali kwa jina la Yesu. Tulia. Wakati umetulia kimya, nataka niombe na mtu ambaye unaota ndoto mbaya inayorudi kwa idadi ambazo huwezi kukumbuka na imedumu muda mrefu. Na kila ukiota ndoto hiyo unakutana na mabadiliko katika emotion ya maisha yako. Yaani utakuta mwili unakuwa mzito, au utaumwa sehemu fulani, au kichwa kitakuwa kizito, utapoteza amani, utajikuta una furaha. Nyosha mkono ambao umekuwa ukiota ndoto mbaya inayorudi rudi mara kwa mara. Ukijificha shauri yako. Maana mimi Bwana nimeona nikueleze ukweli wa jinsi utakavyofunguliwa. Nyosha mkono. Kuna ndoto inarudi mara kwa mara. Kuna mwingine unaota unapigwa. Kuna mwingine unaota unakufa. Unafukuzwa, unakatwa, yaani unafanywa kitu kibaya. Nyosha mkono juu kabisa, juu kabisa, juu kabisa, juu kabisa. Yes. Hiyo ndoto itakuwa ni mwisho leo. Itakuwa ni mwisho leo. Unaamini? Itakuwa ni mwisho leo. Unaamini? Kama unaamini, nataka uchukue hatua, uje hapa mbele mara moja. Njoo hapa mbele mara moja. Usishushe mkono. Tembea tu hivyo hivyo ukiwa umenyosha mkono. Sogea hapa mbele. Tembea upesi, tembea upesi, tembea upesi. Inaondolewa kwenye maisha yako hiyo. Alafu nitaomba kwa ajili ya watu ambao uchumi wako umefungwa kwenye eneo fulani. Usitoke hapo. Watoto tulia. Tujipange, tusambae kote hapo. Unaweza kuona uthibitisho wa neno. Idadi yote ya watu wanaota ndoto inayorudia na unaweza kuona maisha yao yanapata madhara kupitia ndoto hiyo. Leo ndio mwisho wa hiyo ndoto. 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 Inua mkono pa kule nyuma. Inua uwanja mzima mkono. Omba. Hata wewe inawezekana umefungwa. Yaani hujui. Kuna mwanamke mmoja niliwahi kumwombea. Yaani hakumbuki ndoto yoyote anayoota. Yaani shetani amefunga ufahamu wake, akiota hakumbuki chochote. Kwa hiyo mapepo yanamgaragaza anavyotaka. Sogea mbele wewe. Sogea hapa mbele. Inua mikono. Acha kushangaa shangaa, ukishasikiliza maelekezo acha kuleta mashaka. Kielekezwa jambo unatakiwa kutii kwa haraka. Inua mikono. Sema kwa jina la Yesu. Ongeza tena sauti. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila ndoto ya shetani. Kila ndoto ya shetani. Ndoto ya kuzimu. Ndoto ya kuzimu. Ambayo lengo lake sio zuri kwenye maisha yangu. Sio zuri kwenye maisha. Saa hii naikataa. Naivunja. Naiharibu. Naibomoa. Naiteketeza. Naikataa. Ndoto yoyote ninayoikumbuka au niliyoisahau lakini inaleta madhara yanayoendelea kwenye maisha yangu. Naikataa. Hiyo ndoto ya mauti. Hiyo ndoto ya mauti. Naikataa. Hiyo ndoto ya uzima.
uzinzi na ikataa. Hiyo ndoto ya kula vyakula na ikataa. Na ikataa. Hiyo ndoto ya kutumikishwa na ikataa. Na ikataa. Na ikataa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nakataa. Kwa jina la Yesu. Nakataa. Nakataa. Haya, endelea kukataa. Kataa kwa sauti kabisa na kwa nguvu. Kwa imani, kwa imani, kwa imani, kwa imani. Omba kwa nguvu wewe, acha kumchekea shetani. Acha kufanya umzaha na shetani. Patia maiki yenye nguvu hapo. Pastor Silas, endelea kukemea. Tunakataa kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa jina la Yesu aliye hai. Tunakataa madhara ya ndoto. Tunayakataa madhara ya ndoto. Tunakataa madhara ya ndoto kwa jina la Yesu aliye hai. 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 Kwa jina la Yesu tunavunja kila pingu kwa jina la Yesu. Tunakataa kila nguvu ya ndoto. Omba. Kila nguvu tunavunja kwa jina la Yesu. Msaidie hiyo maiki iongee vizuri nani. Endelea kuomba mchungaji. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Tunavunja. Endelea kuomba. Pasua vifungo yote. Tunapasua vifungo yote vya ndoto kwa jina la Yesu. Kamba zote kwa moto kama radi. Tunavunja mikataba. Tunavunja mikataba. Tunavunja magano kwa jina la Yesu Kristo la hai. Toka kwa jina la Yesu. Tunakuharibu. Toka nguvu za Mungu kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Toka achia. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu. Toka achia. Funguka kwa jina la Yesu. Funguka kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Inua mikono sasa. Inua mikono. Tulia kimya. Inua mikono, tulia kimya. Sasa matokeo ya hiyo ndoto tunaenda kuyafuta mara moja. Sema kwa jina la Yesu. Matokeo ya ndoto za giza. Futika. Haribika. Pomoka. Achia maisha. Achia afya. Achia. Tulia kimya, nguvu ya Mungu inapita hapo, nafunguliwa. Wewe pepo, haya uliyejificha hapo tumboni, uliyejificha kwenye hilo tumbo, uliingilia kwa ndoto, uliingia kwa njia ya ndoto. Haya vunjika. Haya haribika. Wewe mauti. Haya pepo mauti. Wewe mauti. Haya toka sasa. Haya achia. Hofu ya kufa. Hicho kitu kinachokaba kwenye koo, kinachokaba kifuani, hicho kinachokaba kifua, hicho kilichokaa kiunoni, hicho kilichokaa kwenye ufahamu. Haya toka, achia hicho kifua. Achia kifua cha yule kijana pale. Haya mwachie kijana. Haya mwachie binti hapo. Achia pale. Achia kila mahali. Achia sahihi. Kwa jina la Yesu. Nisikilize. Fungua macho niangalie. Kama alivyosema mchungaji, nilikuwa nimekusudia kukushirikisha jambo ambalo litasababisha baraka kubwa kuliko zote kwenye maisha yako. Jambo hili ni lile ambalo wakina Mariamu Magdalena na wakina Suzani na wanawake wengine kadha wa kadha waliochagua kutembea na Yesu na kumhudumia kwa mali zao. Biblia nasema wakati Musa anafanya kazi ya kuamua watu,
alikuwa amelemewa sana, na mkwewe akamwambia, jambo hili ni kubwa unalofanya, utadhoofika, hutaweza. Lakini miongoni mwa watu hawa, chagua watu wenye moyo, wanaompenda Mungu, ambao wako tayari kushikamana na wewe ili waweze kukusaidia katika makumi, mamia na maelfu, na yale yanayowashinda utayafanya wewe, na hivyo watauchukua huo mzigo pamoja nawe. Na watu hao wakifanya hivyo watakuwa na furaha na amani kwenye maisha yao. Biblia inasema, mtu akinitumikia na anifuate, na popote nitakapokuwapo ndipo na mtumishi wangu atakuwapo. Na tena mtu akinitumikia, Baba atamheshimu. Hakuna eneo ambalo Mungu atakuheshimu wewe mwanadamu ila pale unapokubali kumtumikia. Mimi wakati nilipopokea wito kwa mara ya kwanza na Mungu akaniambia nenda kanitumikie, hatukuwa na kitu chochote isipokuwa kiwanja cha 10 kwa 20, na mwaka ule ndio tulikuwa tumepanga tujenge, lakini Mungu akatuambia nendeni mkanitumikie. Kwa hiyo tukaenda Sakina kwa Idi, ardhi kule inauzwa bei ghali, tukauza kile kiwanja milioni 2. Haitoshi kununua kiwanja chochote, ikabidi tukodishe ardhi tuanze kanisa. Lakini kitendo cha kutii na kujitoa kumtumikia Mungu, Mungu ametuheshimu. Na mimi nimemwambia Mungu, unisaze miongoni mwa wahubiri watakaohubiri kweli, lakini watakao kuwa tayari kujitoa kwa miili yao. Mimi nilikuwa na uwezo wa kutoka hapa na kwenda kulala nyumbani kwangu, lakini nimeona kwa sababu nyumbani kuna mambo mengi, nimemwambia mchungaji, mimi nitalala pamoja na hao vijana walioweka kambi pale. Amen. So kwamba sina uwezo, nimeamua kujishusha ili nifanye kazi ya Mungu aliye hai. Lakini pia Mungu aliposema na mimi nataka sasa uende uanze kuwaita na wengine waje warithi, aliniambia usiende kunihubiri mimi kama Mungu maskini mchafu asiye na kitu. Utaanza na vifaa bora, watu watakapoviona wasema kweli hapo kuna Mungu. Tulimwamini Mungu. Mimi pamoja na washirika wangu ambao hawazidi 30 niliwaita kama kamati, tukaanza programu ya kununua hivi vyombo. Tukakusanya milioni kama 50, baadaye tukashirikisha watu wengine, tukapata milioni kama 80. Nikasafiri mpaka China nikavileta. Hivi vyombo ni vya kwetu. Na hatutaki hivi vyombo viwe vya kwetu, yaani viwe vya kwangu. Sitaki hivi vyombo viwe vyangu, viwe vyetu. Na ndio maana vijana hao waliposema tuna kongamano, mtu akitaka kukodisha hivi vyombo si chini ya milioni 3 kwa siku hii. Na mkutano huu ni wa siku 7, ina maana hawa vijana walipaswa walipe milioni 21. Lakini niliwaambia msitoe hata shilingi, tutavileta for free. Ninamshukuru Mungu kwamba tumeona tutengeneze shirika la injili ambalo litajumuisha partners wote ambao wana moyo wa kuisukuma injili iende mbele. Na moja pia ya sababu iliyonipa mimi deni la kuja na hivi vyombo for free ni kijana wa mchungaji Elipokea Mungure, anaitwa Stefano. Kijana wake ni partner wa shirika letu la injili, ni miongoni mwa watu ambao wamechangia fedha nyingi katika hii kazi. Kwa hiyo kila tunapohubiri mkutano, tunaeleza maono yetu na tunatafuta watu ambao watakuwa tayari kuungana pamoja nasi ili tuweze kwenda mahali ambapo injili haikufika kikamilifu. Na kila injili inapohubiriwa, Mungu atakukumbuka na wewe. Sasa mwaka huu tuna maono ya kununua gari. Kwa mfano kuleta vyombo hapa ilitakiwa gharama za usafiri tu ni zaidi ya milioni 1.2 kuvileta na kuvirudisha. Achana na gharama labda za mafundi na vitu vingine, mafuta na. Lakini tukiwa na gari tuna uwezo wa kuweka mafuta ya 300 tukaenda popote tukafanya. Na hilo tumelianza tayari. Tulishakusanya zaidi ya milioni 80
Na hivi ninavyozungumza mwezi wa 4 nilitoka China na nishatoa order, gari kiwandani lishakamilika, na tarehe 15 mwezi wa 7 gari linatoka China linakuja, lori kubwa. Na kwa mfano watu wa Singisi ni partners wetu. Mwezi wa 8 tarehe 5 nafikiri tutakuwa tuna mkutano pale Tengeru, pale sokoni pale. Tutapiga pale siku 5 za nguvu sana. Hawatalazimika kuchangia gharama ya kukodisha vyombo, maana wao ni partner. Kama jinsi ambavyo unamuona Stefano amekuwa sababu ya vyombo hivi kuja bure, ni yeye mmoja tu. Ina maana na wewe ukiwa ni partner wa kanisa fulani, tuunganishe na mchungaji wako. Tutakuja, tutahubiri injili na watu wenu watapona. Kwa hiyo sasa, hii ni sauti ya wito ya watu ambao wako tayari kumtumikia Bwana kwa mali zao, kwa pesa zao, bila kujali ni kiwango gani cha pesa unachotoa, kwa sababu Mungu anamkubali mtu na kile alicho nacho na wala si asicho nacho. Waswahili wanasema mkono mtupu haulamu, na Mungu anasema usinitumikie mikono mitupu. Yule mwanamke mjane ikubaliwa kwa sababu alitoa senti 2, kwa sababu ndio ilikuwa akiba yake. Sasa ili gari linagharimu milioni 150. Kwa sasa tumeshalipia pesa zote pamoja na za usafiri, imebaki kama milioni 40 ya kwa ajili ya kufanya clearance na malipo mengine mbalimbali pale bandari. Mimi niliahidi milioni 5 kuchangia katika hiyo milioni 40. Lakini nyo watoto, wewe mtoto tulia, usitembe tembe. Milioni 5. Nilipoona dalili za kuipata milioni 5 hazipo, nilikuwa na shamba langu nimenunua huko chini. Kule kunaitwa custom. Nilikuwa na eka zangu kama 14. Mashamba kule yanauzwa bei rahisi kama milioni 1.5 tu eka moja. Kwa hiyo nikampata Masai mmoja, nikamwambia nipe hela ya hili shamba. Aliambia mimi sina hela, labda nikupe milioni 5, nyingine nitakumaliziaga huko mbele ya safari. Na kwa vile ndio ilikuwa nimeahidi hiyo, nikasema lete. Kwa hiyo sisi wenyewe tuko mstari wa mbele kujitoa na kuhakikisha kwamba wokovu wetu na ulokole wetu haudharauliwi. Sema amen. Sasa nataka nipate watu ambao wameshasikia sauti hii ya wito wa kujitoa kwa kazi hii, na ambao wako tayari kuwa partner. Ndugu zangu, ngoja niwamegee. Wangapi wanamjua Mwakasege? Mwakasege chimbuko lake ni Lutheran. Lakini angalieni Waluteri walivyogundua huyo ni mtu wao. Angalieni wanavyomsupport. Kila mkoa Mwakasege ana kamati ya maandalizi. Lakini sisi je, tunafanya nini? Sema amen. Sasa mimi nataka tuungane, uamsho mkubwa wa injili utokee kaskazini. Sasa nikuombe wewe ambaye una uwezo wa kufanya chochote, kuanzia 200,000, 500,000, milioni, 100,000, 50,000, 20,000, hata kwa 10,000 yako, unasema mimi nitapambana. Na tunatoa muda wa kipindi cha mwezi wa 7 mpaka mwezi wa 10 mwishoni. Mwezi wa 7, wa 8, wa 9, wa 10, miezi 5 uwe umekamilisha kabisa kile ambacho umekusudia kumtumikia Mungu katika maisha yako, na sadaka hiyo itakuwa ni alama ya kukumbukwa mbinguni. Sema amen. Sema kwa sauti amen. Sema tena kwa sauti amen. Na wewe ambaye utakuwa tayari kujitoa kwa namna hiyo kwa moyo wako wote, tutakuingiza kwenye grupu letu la partners ambao tumeamua kwenda popote. Hata siku ukitaka mchungaji, mimi nataka twende kijijini kwetu, amina, tutaenda kwa gharama zetu, kwa sababu wewe ni partner. Kama jinsi ambavyo tumekuja hapa Kimundo kwa sababu Stefano ni partner, tutakwenda hata kama ni Same, tutaenda. Kwa sababu gari likishafika hatutakuwa na gharama kubwa ya kusafirisha vyombo, ni kuweka mafuta tu. Sasa nataka nione ni wangapi ambao wako tayari kuwa partner wakasapoti kazi hii kwa kipindi cha mwanzo miezi 5.
Nyosha mkono wako juu nione ni nani ambaye yuko tayari kusapoti kazi hii. Wewe ambaye umejaa mashaka hata kwenye kusapoti kazi. Tungekuwa tunauza maji hapa ungekuwa unakimbilia kuja kununua maji. Lakini kwa vile tunakueleza ukweli na kazi ya Mungu, na hii ndio kazi ya Mungu. Kuliko nije nikudanganye nikuuzie udongo, nikuuzie chumvi. Si afadhali ukubali tu jamani, hii najitoa, sinunui chumvi wala nini, na sapoti kazi ya Mungu. Nyosha mkono wako juu kabisa, ambaye ukisema niko tayari kusapoti kwa kadri ya uwezo wangu na zaidi ya uwezo wangu kwa kadri Mungu atakavyonibariki. Niko tayari. Nyosha mkono wako juu. Ninauombea mkono huo. Na kama Mungu alivyosema mtu akinitumikia Baba atamheshimu, ninaomba heshima ya Mungu iwe juu ya maisha yako. Kama jinsi ambavyo mimi nilitoka familia maskini duni isiyo na mbele isiyo heshimika, lakini Mungu amenifanya kuwa mtu miongoni mwa watu mpaka nasimama mbele ya maaskofu kama hivi. Akuheshimishe na wewe. Aifanye baraka kuja kwenye maisha yako na kukupata. Aifungue milango iliyofungwa mbele yako kwa hila ya shetani, ifunguliwe iwe wazi kwenye maisha yako. Uchumi wako ukaboreshwe. Bwana akakupe maisha yenye furaha. Bwana akupe maisha yenye amani. Bwana akaongeze wingi wa siku duniani. Akupe ushindi mbele ya adui zako. Awafanye wote washindanao nawe kuanguka mbele yako. Watashindana nawe lakini hawatakushinda. Watakuijia kwa njia moja, watatawanywa kwa njia 7. Kila silaha itakayoinuka kinyume chako haitafanikiwa. Kila ulimi unaokuloga hautafanikiwa. Biashara yako inuliwe. Masomo yako yafanikiwe. Ndoa yako iwe na amani. Kazi yako ikastawi. Mifugo yako ikazaane. Mashamba yako yakazae. Ukafanikiwe. Bwana atakubariki unapotoka na unapoingia. Bwana atakuangazia nuru ya uso wake na kukupa amani. Atakupa ushindi mbele ya adui zako. Atakuandalia meza machoni pa watesi wako. Bwana atakupa kushinda na zaidi ya kushinda. Wale waliokudharau watakuja watainama mbele yako. Sadaka hii ni alama ya kukumbukwa. Na kwa sadaka hii ardhi yako imeponywa. Kizazi chako kimeponywa. Watu wako wameponywa. Watoto wako wamekumbukwa. Biashara yako imekumbukwa. Maisha yako yamekumbukwa. Kila unalofanya linalindwa na nguvu ya Mungu. Katika jina la Yesu, pokea baraka hiyo. 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 Pokea. Mikono yako iliyokuwa imezuiliwa kushika pesa, sasa naziona pesa zinakuja kwa wingi kwenye mikono yako, kwenye biashara yako, kwenye kazi yako, kwenye ofisi yako. Kila mahali umebarikiwa. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kukubariki, na useme kwa sauti kuu na kwa imani amen. Sasa nataka nione ni wangapi ambao mmeshainua mikono, mko tayari kusapoti hii kazi ya Bwana. Nyosha mkono. Asante. Sasa niombe tuje hapa madhabahuni, tuje tujirundike wote hapa. Hapa njoni hapa mara moja. Hii ni wito wa hiari, sio wa lazima. Ninao viongozi wa kamati ya partners wako hapa wachache, lakini nitaomba Stefano, sio kama yupo. Stefano upo? Yes, njoo hapa. Alafu niombe pia vijana njoni hapa madhabahu. Naomba pia mtu ambaye una kalamu na karatasi. Nani? Maxi njoo. Maxi naye pia ni partner. Na nitapanga kuja kwenu kule nani kule. Kunaitwaje Nkole. Nitaenda Nkole. Mimi sichagui. Maana Bwana ameniita kwenda mjini, vijijini na mashambani. Na uamsho utatokea kaskazini. Sasa nina dedicate Jumamosi kuwa siku kuu ya maombezi ya wenye shida na tabu mbalimbali. Nitaweka mkono juu ya kila mtu na utafunguliwa. Sema amen. Naomba tuongezeke vijana wa hapa kanisani. CGM wale wenye kiti wote
wenye viti wote wa CGM na makatibu, njoni hapa juu. Kama wewe ni mwenyekiti wa CGM kwenye tawi lolote na katibu, panda hapa juu mara moja. Tufanye ili zoezi liwe kwa haraka. Tusiondoke watu wa Mungu. Tusiondoke watu wa Mungu. Makatibu pandeni hapa. Chukua daftari. Tujipange hapa mstari mmoja. Kila mmoja atakuwa. Sasa fanya hivi. Andika tena, kama una namba ya WhatsApp andika hii. Tutakuunga kwenye group la partner. Kwa hiyo maana kuna wakati tutakuja tutaandaa mkutano wa partners ambao utakuwa ni mkutano wa injili. Tutachagua sehemu, kama ni hapa tutaufanyia, kama ni hapa au ni Tengeru au ni mjini, lakini partners wote nchi nzima tutakutana na tutatifua injili. Sema amen. Sawa, naomba tujipange mstari mmoja mpaka kule mwisho. Yaani tujipange mstari mmoja mpaka kule mwisho. Sasa unapokuja hapa kwa huyu, andikisha jina lako, majina mawili au andika hata jina moja tu, haina shida. Lakini cha msingi ni namba ya simu. Ukiweza kabisa toa namba yenye WhatsApp. Sawa? Alafu kama Roho Mtakatifu ameshasema na wewe kile utakachochangia, sema kabisa pale, mimi nitachanga 100,000, 200,000, milioni 1, milioni 5, 50,000, 20,000, 10,000. Utamwambia, utaandika, utaenda nyumbani. Baba, ninawabariki watu wako wanapoendelea na zoezi hili. Neema yako ilifunike na ilisimamie, na malaika wako wawe pamoja nasi, na tutakapotawanyika utakwenda nasi, hautatupungukia, katika jina la Yesu, amen. Nenda kwa mmoja wapo hapo tusambaye, au si tushuke chini.